Lakini subiri, kile unachokula baada ya kuwa umemaliza mfungo kinaweza kikahifadhi na kutunza hizo faida ambazo umezipata, au inaweza kukusababishia matatizo kama vile tumbo kujaa gesi, uchovu mkali, au ukabaki na maumivu. Karibu sana Daktari Kiganjani, tuweze kuzungumzia namna sahihi ya kurudi kwenye mlo wako wa kawaida baada ya kuwa umemaliza mfungo. Siku 40 zilizopita mfuko wako wa chakula, yani tumbo, uliweza kupumzika kwa takriban masaa 12 au zaidi. Kwa hivyo hata uwezo wa tumbo lako kuweza kupokea chakula ulipungua. Sasa ukiushitua mfumo wako wa chakula na ule mfuko wa chakula, yani tumbo, kwa kuupatia chakula kizito ambacho haukuwa unakitarajia, unaweza kuletea matatizo kama vile kiungulia, tumbo likajaa gesi, uchovu, au ukasababisha hata sukari yako ya mwilini kupanda kwa ghafla. Kwa dakika moja ijayo nakwenda kukupatia mambo 4 ya dhahabu kabisa ambayo yatakusaidia uweze kurudisha mlo wako katika namna sahihi bila kujiletea matatizo. Jambo la kwanza, anza na maji ambayo ni ya uvuguvugu, au inaweza ikawa ni supu ya moto, kuweza kuamsha mfumo wako wa mmeng'enyo. Najua watu wengi tunalijua. Namba 2, sasa kula chakula kidogo. Kwa mfano, kama unajua ya kwamba wewe unakula chakula labda cha size kama hii hapa, basi kula nusu yake. Baada ya hapo subiri dakika 20, utanishukuru. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwili wako unachukua dakika 20 ili kusudi kuweza kujua ya kwamba umeshiba au kile chakula ulichokula kinatosha. Na nishawahi kufanya video hapa Daktari Kiganjani, kwa maelezo zaidi unaweza kaiangalia kwenye link hapo juu. Namba 3, zingatia sana vyakula ambavyo vina protini au vyakula vya kujenga mwili kama unaweza, pamoja na nyuzi. Vyakula kama maharage, kunde au nyama, pia na mboga za majani pamoja na matunda vitakusaidia sana kurudisha mfumo wako kawaida, vitakutia nguvu na kuendelea kutanua tumbo polepole bila kukuletea madhara. 4 na mwisho, hapa unatakiwa kuepuka mtego ambao mara nyingi watu wengi wakiwa wanataka kurudi watataka kula vyakula vyenye sukari au vile vyakula vyenye mafuta ambavyo vinaweza kuwa vimekaangwa sana, kwa kama chips hivi na nini. Sasa epuka hiyo kitu, kwa sababu itafanya mwili wako kuweza kuzalisha insulini kwa kasi kubwa sana, na hutaki mwili wako uzalishe insulini kwa kasi, kwa sababu itakufanya ujisikie uchovu, utajisikia uvivu, na utaona mwili wako kama vile una maumivu. Zile siku 40 au zaidi ambazo umefunga zimekufundisha nidhamu, zimekuongezea uwezo mkubwa sana kiroho, kimwili, kiakili, hata kiimani. Usipoteze nidhamu hiyo kwa siku moja. Unachotakiwa kukifanya ni kuendelea kusikiliza mwili wako. Kula taratibu na tafuna chakula chako vizuri. Usiruhusu mfumo wako wa mmeng'enyo uweze kuamka kwa haraka na kukusababishia matatizo. Kwa siku chache zinazokuwa zinaendelea mbele, hali yako ya kawaida itarudi vile vile bila kukuletea madhara kama utafuata haya niliyokuambia. Afya yako ipo kiganjani mwako. Kwa hiyo kama umejifunza kitu au umependa hicho ambacho nimekuambia siku ya leo, usisahau kushare, like na kumtumia mtu mwingine ambaye ametoka pia kwenye mfungo. Usiache kunifollow. Mimi naitwa Daktari Kiganjani. Tunaona kwenye video nyingine. Cheers.